Ligi Kuu Bara imesimama hadi Januari 21 mwakani. Pia michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika ambayo Yanga inashiriki ikiwa kundi B nayo imesimama hadi mwakani, huku mabosi wa klabu hiyo akikuna vichwa kuhusu striker na mfungaji bora klabu hiyo Clement Mzize aliye majeruhi. Wakati Yanga ikijiandaa kuvuka bahari ya Hindi kwenda Zanzibar kushiriki michuano ya Kombe la Mapinduzi 2026 inayoanza rasmi Jumapili hii, faili la afya ya Mzize limewekwa hadharani na Yanga iliyokuwa ikimpigia hesabu kurudi mapema uwanjani mambo yamekuwa sivyo. Hii ni kutokana na ripoti ya mtaalamu anayeshughulikia ili kumrejesha uwanjani baada ya upasuaji kufichua mshambuliaji huyo hawezi kuonekana akiitumikia Yanga hadi apone kabisa, na hilo linatarajiwa kuwa Februari mwakani, timu hiyo ikiwa imeshacheza mechi mbili za CAF dhidi ya Al Ahly. Yanga itacheza na Al Ahly katika mechi hizo mfululizo zitakazopigwa kati ya Januari 23 na 30, kisha kuifuata FAR Rabat ya Morocco Februari 6 na kumaliza dhidi ya JS Kabylie ya Algeria visiwani Zanzibar mnamo Februari 13, hali inayotoa picha huenda Mzize akazikosa mechi zote hizo. Ipo hivi, Mzize aliyeumia wakati wa mechi ya mkondo wa kwanza wa raundi ya kwanza Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Wiliete Benguela ya Angola iliyopigwa Septemba 19 mwaka huu na Yanga kushinda mabao 3-0 kabla kufanywa upasuaji Novemba. Ilielezwa awali jeraha hilo lingemweka nje ya uwanja kwa muda wa wiki kati ya 8 mpaka 10, na licha ya sasa kuonekana kijifua mazoezini na wenzake, lakini ukweli ni jamaa atakuwa nje kwa muda mrefu hadi Februari. Daktari wa viungo wa Yanga Yusuf Amar alifunguka kuwa kihesabu huenda Mzize atarejea uwanjani mapema Februari kutokana na hali yake kwa sasa kuendelea kuimarika. Yusuf alisema mshambuliaji huyo kwa sasa ameanza mazoezi akiwa chini yake na anamtazama kwa ukaribu kabla ya kumpeleka kwa kocha wa viungo wa klabu hiyo, na mambo yakiwa mazuri atarudi uwanjani. Nikimnukuu, Amari alisema, "Ni kweli Mzize sasa yupo chini yangu kwa ajili ya kumtazamia na furahi anaendelea vizuri, na mara baada ya kukamilisha programu yangu atatakiwa kuwa chini ya kocha wa viungo, hivyo nafikiri anahitaji muda zaidi kukaa sawa. Hatutamruhusu kurudi haraka katika mechi za ushindani kutokana na mahitaji ya benchi la ufundi. Tunachokifanya ni kuhakikisha mchezaji anarudi katika hali ya ubora ili aendeleze kasi yake aliyomaliza nayo msimu uliopita." Mwisho kunukuu. Yusuf alisema hana uhakika siku gani hasa Mzize atarejea uwanjani, lakini anafikiri ni katika miezi miwili ijayo, huku akiahidi atarudi akiwa na moto ule ule wa zamani uliomfanya malize msimu uliopita akiwa kinara mabao wa klabu akifunga mabao 14 katika Ligi Kuu Bara. Nikimnukuu, aliongeza kuwa daktari na uongozi unataka kuona Mzize anarudi kwa kuzingatia mahitaji na ripoti ya daktari izingatiwe, asiharakishwe ili tu timu inufaike naye na baadaye wakamrudisha katika changamoto ya majeraha. Kutokana na hilo ni mambo mengi yanafanyika kwa utaratibu. Lengo ni kuona mchezaji huyo anarejea katika hali ya utimamu na ubora kama aliyokuwa nao misimu miwili nyuma, na hilo linawezekana kama yeye pia atazingatia maelekezo anayopewa na madaktari wanaomtazama. Mwisho kunukuu. Kutokana na ripoti hiyo ni wazi kocha Pedro Gonçalves atalazimika kuendelea kujipanga kivyake na kuwatumia washambuliaji alionao ili kupata matokeo mazuri katika mechi zilizopo mbele yao, zikiwemo za Ligi Kuu Bara, Ligi ya Mabingwa na Kombe la Mapinduzi 2026 inayoanza Jumapili. Yanga inaenda Mapinduzi ambako itaanza mechi zake kwa kuvana na KVZ Januari 4 kabla Januari 6 kumalizana na TRA United, ikimtegemea Andy Boyel, Celestine Yekua na Ofen Chikola kwa eneo la ushambuliaji kwa vile Prince Dube yupo kwenye michuano ya AFCON. Inaelezwa tayari kocha Pedro ameshatoa pendekezo la kutafuta striker mpya kwa ajili ya kuwahi mechi zilizosalia za CAF, ikiwa ipo nafasi ya pili kwa sasa katika kundi B ikivuna pointi 4 baada ya kushinda bao 1-0 dhidi ya FAR Rabat na kisha kutoka suluhu na JS Kabylie ugenini. Imeandikwa na Charity James na kusoma kwako na Hamza Seifo.